Tuangazie hii taarifa rasmi ambayo ilitolewa na ile klabu ya ni Wydad au ni Wydad whatever. Ile klabu, taarifa iliyoitoa ni kwamba walisema hivi, tukitafsiri sasa kutoka kwenye yale maneno ya Kiarabu kuja Kiswahili, ni kwamba kufuatia taarifa iliyotolewa na klabu ya Simba ya Tanzania kupitia majukwaa yake rasmi ambayo ilijumuisha habari zinazoeleza kuwa mchezaji Selemani Mwalimu ataendelea kuwa sehemu ya kikosi chake. Klabu ya Wydad Athletic inapenda kuujulisha umma kuwa kilichoandikwa kwenye taarifa hiyo hakionyeshi hali halisi ya mkataba wa mchezaji huyo. Klabu ya Wydad Athletic inathibitisha kuwa haijasaini wala kuingia katika mkataba wowote wa mkopo au uhamisho wa muda unaomhusu mchezaji Selemani Mwalimu. Pia hakuna makubaliano ya aina hiyo kati ya klabu hizo mbili. Aidha, klabu inasisitiza kuwa mchezaji huyo bado ana mkataba halali na Wydad Athletic na yupo ndani ya mpango wa kikosi hicho. Atarudi kujiunga na timu katika hatua inayofuata kulingana na mpango uliowekwa na uongozi wa mchezo. Klabu ya Wydad Athletic inahifadhi haki zake zote za kuchukua hatua yoyote itakayoona inafaa kulinda maslahi yake, na inatoa wito kwa mashabiki wake pamoja na vyombo vya habari kutegemea taarifa zinazotolewa kupitia njia rasmi za klabu na kuepuka taarifa zozote zisizotolewa na vyanzo rasmi. Hii ni taarifa rasmi iliyotolewa na ile klabu ya Wydad Athletic. At least nimekuwa na amani, maana nilikuwa nashindwa kuelewa. Hiyo taarifa tutairudia tena pale baadaye bwana. Maana najua tu kuna mtu atakuja kuuliza hapo. Okay, tugeukie sasa katika kipindi cha Mambo Leo. Tuanze kwa kuangazia kile kipengele cha kwanza kabisa cha vichwa vya habari vinavyotrend katika mitandao ya kijamii ndani ya Tanzania na pale Ulaya. Ni kukumbushe msikilizaji na mwanafamilia wa Imba Nasi kwamba kwa YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hiyo, uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Na swali la leo pale YouTube linauliza, Simba Day versus Yanga Day, tukio gani lina mvuto mkubwa zaidi? Simba Day na Yanga Day, ni tukio gani ambalo lina mvuto zaidi? Piga kura yako hapo. Je, ni Simba, ni Yanga au zina viwango sawa? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutaangalia wengi wanaamini katika nini. Okay, kichwa ambacho kina trend huko kwenye social media kwa Tanzania ni Simba yatajwa kufanya maamuzi mapya kuhusu mshambuliaji Selemani Mwalimu, huku mustakabali wake ukiendelea kujadiliwa. Superstar. Wanakuambia bwana, ukiwa na jina kubwa wakati tunafundishwa kuandika habari unaambiwa ni jina kubwa tayari, hiyo ni habari. Yaani ukiwa na jina kubwa that is okay, ni source of information. Kichwa kingine ambacho kina trend huko kwenye mitandao ya kijamii kinasema swala la Selemani Mwalimu la tikisa mashabiki wa Simba, mijadala ya nafasi yake kikosini yaendelea. Je, iwapo hata rudi Simba, ni nani anaweza akachukua nafasi yake? Kocha Selemani Matola aendelea kuzungumzia maandalizi ya Simba kuelekea msimu mpya. Ni kichwa kingine cha habari ambacho kina trend huko kwenye mitandao. Na Simba na Yanga waanza kujiandaa kwa ngao ya jamii, huku ushindani wa makocha ukivuta hisia. Ila sema jamani, mi nalia na Yanga wananitesa jamani. Ukianzia kocha, ukija wasaidizi wake, yale majina nyie kuyatamka ni balana nusu. Okay, sawa. Tukigeukia kichwa kingine,
ambacho kina trendi ni kwamba mashabiki wa Simba waendelea kujadili usajili na mabadiliko ya kikosi kuelekea msimu wa mwaka 2026 2027. Ligi Kuu Tanzania yazidi kuvutia makocha na wachezaji kutoka Afrika Kusini kabla ya msimu mpya. Afrika Kusini kule. Mambo ni moto. Yanga na Simba zajiweka sawa kwa msimu mpya wenye ushindani mkubwa. Wanajiweka sawa manake Yanga leo wanaanza kutambulisha wachezaji wa kigeni. Ila Yanga, okay. Asha Nchira anasema watake wasitake Simba bingwa tu, Yanga watabaki midomo wazi. Sele hata sababisha Simba kukosa ubingwa. Simba imejipanga, wachezaji wa sifa kibao. Utawaambia nini wana Simba? Umeona ujumbe wa Asha lakini umeusikia? Okay. Kuhusu swala la Selemani Mwalimu wa Simba, sijui kwa nini nasikia raha nikitaja ile jina la Selemani Mwalimu jamani. Simba. Kwa mujibu wa taarifa zinazozungumzika leo au taarifa au mada ambazo zinajadiliwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii leo, mjadala mkubwa ni kuhusu mustakabali wa Selemani Mwalimu. Yani watu wanataka kujua mwafaka ni upi, manake huku unaambiwa hiki, kule unaambiwa kile. Sasa watu wanabaki wako hewani, wako njiani, wako njia panda, haelewi aelekee upande gani. Huku kukiwa na taarifa kwamba kuna makubaliano ya yeye kuendelea kwa mkopo na klabu inayomhusisha, jambo ambalo limeibua maoni tofauti miongoni mwa mashabiki wa Simba. Lakini mimi swali ninalojiuliza ni kwamba kuna sehemu moja nimesoma asubuhi kwamba wanasema sababu ni kwamba yani mpaka Wydad watoe ile taarifa ni kwamba Simba walifanya malipo kwa akaunti ya zamani ya Wydad badala ya kufanya malipo kwenye akaunti mpya. Sasa nikajiuliza tu kwa haraka, yani inakuwaje unafanya malipo hujawasiliana na wale ambao unatakiwa kuwalipa jamani? Si unatakiwa kwanza uwasiliane nao confirm kwamba ni akaunti gani unatakiwa pesa pesa. Sijui, labda kwangu mimi. Okay, hivi ni vichwa vya habari ambavyo vina trendi kwa Tanzania. Tukigeukia pale Ulaya, dirisha la usajili barani Ulaya la pamba moto. Vilabu vikubwa vya Premier League vinaendelea kukamilisha usajili. Michuano ya kufuzu UEFA Europa League na Conference League yanaendelea kwa siku ya leo. Na UEFA yathibitisha ratiba muhimu za mashindano ya msimu wa mwaka 2026-2027. Vilabu vikubwa vya Ulaya vinaendelea kufuatilia vipaji vipya baada ya kombe la dunia kwa msimu kwa mwaka huu 2026. Na tetesi za usajili Manchester United Manchester United, Liverpool, Arsenal na Manchester City zinaendelea kutawala vichwa vya habari. Hivi ni baadhi ya vichwa vya habari ambavyo vina trend huko kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, nani hataki jamani tumjadili Selemani Mwalimu? Pale YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe uweze subscribe na turn on notification ili uwe kwanza kupata habari za michezo ambazo tunakupatia hapa. Wewe ukitaka habari yoyote ya michezo, iwe ni tetesi, iwe ni habari kamili, ule umbea wa michezo wote utaupata hapa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe ili usipitwe. Usije ukahangaika bwana kuna channel fulani hivi ya michezo. Yani ukiingia pale ni Tanganyika Productions. Hakikisha una subscribe ili usihangaike wakati mwingine. Dakika ni 16 zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikipita na ujumbe wake Loasa anasema Loasa anasema mimi Loasa
Hebu nitajie majina ya wachezaji wa Yanga wa kigeni ambao wanatambulishwa leo. Ngoja tuendelee kupekenyua tunaweza kupata. Tunaweza kuwapata bwana. Tuendelee kuwapekenyua, kuwatafuta. Watu wanataka kujua ni kitu gani kinaendelea kwenye timu yao. Haya bwana. Okay. Nikikujibu Loasa, nikikujibu ni kwamba kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana hadi sasa ni kwamba hakujathibitishwa rasmi kwa Yanga inatambulisha wachezaji wapya wa kigeni leo. Lakini wachezaji wa kigeni ambao wanahusishwa kwa karibu, wanahusishwa na utambulisho wa klabu hiyo ya Yanga ni Mohamed Doumbia, huyu ni raia wa pale Ivory Coast ambaye anacheza nafasi ya beki, na Celestine Ekua kutoka pale Chad ambaye anacheza nafasi ya winga na mshambuliaji. Kwa hiyo kama watatambulisha kweli, manake nyingi unajua ni tetesi, kama watatambulisha basi usiwe na shaka. Si umesha subscribe Tanganyika Productions tunahakikisha tutakupa taarifa kwa wakati sahihi. Tugeukie sasa katika kipengele cha uchambuzi wa mechi. Uchambuzi wa mechi hapa. Kwa kuwa hakuna mechi kubwa ya ushindani inayochezwa leo kwa hapa Tanzania, tunaweza tukajadili kwa siku ya leo. Tujadili kuhusiana na benchi la ufundi la Yanga na mwenendo wa usajili wa klabu za Tanzania. Nimeona huko pia habari nyingine ambayo inazungumziwa sana huko kwenye mitandao ni kuhusiana na benchi la ufundi la Yanga. Watu wanaogopa bwana, wanasema Yanga safari bwana wameleta vifaa. Yaani shughuli sijui itakuwaje. Wacha tuone. Je, swali la kujiuliza wewe kama mwana Yanga au mwana soka, benchi la Yanga litabadilisha nini? Kwa namna unavyoliona litabadilisha nini? Yanga imeingia kama zama mpya chini ya kocha Mankuba, huku ikiimarisha benchi lake kwa kuongeza msaidizi Simod Ladla na kuendelea kuwahifadhi baadhi ya wataalamu waliokuwepo kama Abdi Hamid Mwalin ili kudumisha mwendelezo wa falsafa ya timu. Majina jamani hawa watu nye. Hapa kuna mambo kama matatu hivi ya kuangalia kuhusiana na hili benchi jipya la Yanga. Jambo la kwanza ni mfumo wa uchezaji. Hili ni jambo la kuangalia. Mankoba anafahamika kwa kusisitiza kumiliki mpira. Wapinzani, nawapa mbinu za watesi wenu. Nawapa mbinu za kocha wa Yanga. Yeye anafahamika kwa kusisitiza kumiliki mpira, pressure ya juu kwa wapinzani na kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Ndio vitu ambavyo kocha wa Yanga huyu Mankoba anasisitiza hivyo. Kwa hiyo swali ambalo unaweza ukajiuliza ni kwamba wachezaji wa Yanga waliopo kwa sasa wanaendana na falsafa hiyo ya kocha wao mpya huyo au kutahitajika muda wa kuzoea? Kwa kama hawajazoea, hawaendani na hiyo falsafa, inabidi wajipe muda wa kuzoea, waishi katika mfumo wa kocha sasa, falsafa ya kocha. Jambo jingine la kuangalia ni ushindani ndani ya kikosi. Hili ni jambo la kuangalia kwenye hili benchi la ufundi la Yanga. Yanga imeongeza nyota kadhaa katika dirisha hili la usajili. Jambo linaloongeza ushindani wa nafasi hiyo, linaweza kuinua kiwango cha timu, lakini pia linaweka shinikizo kwa benchi la ufundi kuhakikisha kila mchezaji anapata nafasi anayostahili. Bwana, sio kwamba kuna mchezaji lakini hapati nafasi. Kila mchezaji anatakiwa apate nafasi anayostahili. Na jambo la tatu ni CAF Champions League ndio kipimo kikubwa. Hili ni jambo la tatu la kuangalia baada ya kutangazwa hilo benchi jipya la Yanga. Ligi kuu Tanzania si changamoto mpya kwa Yanga. Kipimo halisi cha benchi jipya kitakuwa uwezo wa kufanya vizuri zaidi katika CAF Champions League ambako mashabiki wanatarajia hatua kubwa zaidi kuliko
misimu iliyopita. Yaani timu ikishinda tu basi unakuwa kipenzi chao bwana, wanaona hapa mambo yanaenda hivi ndivyo tulitaka. Sawa. Tukigeukia uchambuzi wa usajili kwa klabu za hapa Tanzania, tukianza na klabu ya Simba. Simba Sports Club. Simba imeendelea kuongeza wachezaji katika maeneo muhimu, hasa safu ya ulinzi na kiungo, na ikionyesha dhamira ya kujenga kikosi chenye ushindani wa ndani na kimataifa. Simba wanajipanga bwana, msiwachukulie poa. Wenyewe wanajiandaa kwa ushindani wa ndani na kimataifa. Wa kimataifa. Tukigeukia klabu ya Yanga Sports Club, Yanga imekuwa makini katika kuongeza wachezaji wanaoendana na falsafa ya kocha mpya baada ya kusajili kwa wingi pekee. Lengo linaonekana kuwa kujenga kikosi chenye ubora na ushindani wa kudumu. Yaani Yanga wenyewe ni kama wanataka kwamba wakisajili bwana wawe wamemaliza mambo ya kurudia kwanza kubadilisha wachezaji. Wenyewe wanaona hiyo kwao sio kipaumbele. Okay. Christopher anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi kutoka Ntyuka Dodoma. Asante sana Christopher kwa ujumbe wako. Tukigeukia klabu ya Singida Black Stars, nao wamekuwa miongoni mwa klabu zinazovutia katika dirisha hili, wakiongeza majina mapya kwa lengo la kuingia kwenye ushindi wa nafasi ya juu. Sawa. The Athmani anasema kutoka Ilazo Dodoma hapa. Okay, asante sana Athmani kutoka Ilazo. Kwa hiyo kwa kuhitimisha kwenye kipengele hiki cha uchambuzi wa mechi ni kwamba kwa sasa vitu halisi si usajili pekee bali ni ubora wa mabenchi ya ufundi. Yanga imewekeza kwa kocha na timu yake ya ufundi ili kuboresha mbinu za ushindani wa CAF. Simba inaendelea kujenga kikosi chenye kina na ushindani mkubwa. Klabu kama Singida Black Stars nazo zinaonyesha kwamba msimu wa mwaka 2026-2027 unaweza kuwa na ushindani mkubwa kuliko ilivyozoeleka. Na hii pointi naomba nirudie. Klabu kama Singida Black Stars nazo zinaonyesha kwamba msimu wa mwaka 2025 na 2026 unaweza kuwa na ushindani mkubwa kuliko ilivyozoeleka. Kwa kama ushindani ni mkubwa, Singida na wenyewe wamejipanga bwana. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Singida apindue meza akae pale juu jamani. At least tubadilishe ladha. Simba Yanga pale juu akae Singida au akae Azam, afu zifuatane hivyo. Simba na Yanga zirudi huko chini zishike namba 3 na namba 4. Hilo linawezekana wadau wa mchezo. Kwa hiyo hii ni kile kipengele cha takwimu, ni kile kipengele cha uchambuzi wa mechi. Kwa kuwa hakuna mechi zinazoendelea, inabidi tufanye namna hiyo hapo.